Waziri wa ulinzi wa Israel amesema kwamba kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Khamenei, hatokubaliwa kuendelea kuishi baada ya Iran kuishambulia hospitali moja iliyopo katika mji wa kusini mwa Israel wa Beersheba. Matamshi haya yanatolewa wakati ambapo Israel imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya vituo vya kinyuklia nchini Iran. Naye Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza leo kwamba atafanya uamuzi wa ikiwa atavituma vikosi vya jeshi la Marekani kupambana na Iran katika wiki 2 zijazo. Wakati tukisubiri kupata taarifa hiyo inayosubiriwa sana kutoka Washington DC, kwanza tupate taarifa ifuatayo kutoka kwa mwandishi wetu wa Mashariki ya Kati Hugo Bashega inayowasilishwa na David Inkia. Baada ya siku chache za utulivu, makombora ya Iran yaliipiga tena Israel. Saa 1 asubuhi kulishuhudiwa wimbi kubwa zaidi la mashambulizi katika siku za hivi karibuni. Na kote nchini ni milipuko mikubwa ya uvamizi wa ulinzi wa anga. Lakini huko Beersheba Kusini, hospitali ya Soroka ilishambuliwa na kulikuwa na uharibifu mkubwa. Iran ilisema ilikuwa inalenga kituo cha kijeshi kilichopo karibu. Israel inasema kwamba hilo lilikuwa shambulio la makusudi dhidi ya hospitali. Jengo hili maalum, kwa sababu ni jengo la zamani, lilihamishwa na sisi katika siku chache zilizopita, na idara ambayo imeshambuliwa moja kwa moja ilikuwa tupu wakati ilipolengwa. Katika jiji la Holon karibu na Tel Aviv, kitongoji cha makazi kilipigwa. Wakazi walirudi kukagua uharibifu huo asubuhi nzima. Moja ya makombora ambayo yalipenya ulinzi wa anga liligonga eneo hilo. Kati ya majengo hayo mawili, na sehemu ya juu ya jengo hilo la ghorofa 4 ikaporomoka kiasi. Mashambulizi ya hivi majuzi ya Iran hayakuwa makali sana, ambayo ilikuwa ni dalili ya athari za mashambulizi ya anga ya Israel kwa jeshi la Iran. Mji wakati wa Ramat Gan pia ulilengwa. Israeli inasema kwamba Iran imewalenga raia kwa makusudi na imeapa kulipiza kisasi kikali. Iran inaweza kuwa imedhoofika, lakini bado ina uwezo wa kulipiza kisasi. Ukweli ni kwamba Mungu yupo pamoja nasi na serikali inapaswa kuendelea na chochote wanachofanya, jambo ambalo lilipaswa kufanywa muda mrefu uliopita, lakini namshukuru Mungu linafanyika na hakuna mtu anayepaswa kuacha, kwa sababu tutakuwa sawa. Nchini Iran, Israel imeendelea na mashambulizi yake. Vyombo vya habari vya serikali vinasema kwamba kituo cha nyuklia huko Arak pia kililengwa. Mashine kubwa ya maji iliyokuwa ikijengwa pia ililengwa, lakini hakukuwa na hatari ya mionzi. Mawasiliano mengi ya interneti na simu yamekatizwa na mamlaka, hivyo kufanya kuwa vigumu kupata taarifa kuhusu kinachoendelea ndani ya nchi hiyo. Mashambulizi ya hivi punde yanakuja huku kukiwa na sintofahamu iwapo Rais Trump ataamua kuungana na Israel kuishambulia Iran. Leo waziri wa ulinzi wa Israel ametoa tishio la moja kwa moja kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, akisema hawezi kuruhusiwa tena kuwepo. Iran inasema hivi ni vita vya uchokozi na kwamba ina haki ya kujilinda. Wakati ambapo ulimwengu unamngoja Rais Trump, hakika mzozo huu unazidi kutokota. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezuru hospitali ya Beersheba iliyoshambuliwa usiku wa kuamkia leo. Rais Trump atachukua hatua inayostahili kwa Marekani. Naamini uamuzi wake. Yeye ni rafiki mzuri na kiongozi mwema wa dunia na wa karibu kwa Israel na Wayahudi. Tutafanya tunachohitaji kufanya na tunakifanya tayari. Tunalenga kuharibu tishio la kinyuklia dhidi ya Israel na tuna uwezo wa kufanya hivyo, na bila shaka tutajitahidi. Ila ningependa kusema kwamba ushirikiano na Marekani, ambayo rais wake tunajadiliana naye kila siku, ni mzuri sana. Katika mahojiano na BBC, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Said Khatibzadeh amesema kwamba Iran ingependa kufanya mazungumzo ya kidiplomasia. Aidha, alikuwa na haya ya kusema kuhusu kuhusika kwa Marekani kwenye mzozo unaoendelea kwa sasa. Tunahisi kwamba vita hivi si vya Marekani, lakini ikiwa wanataka kuingilia kati, basi Rais Trump atakumbukwa milele kama kiongozi aliyejihusisha na vita ambavyo havikuwa vyake, na hii itakuwa kama jahannam kwa ukanda mzima. Sasa huenda ukawa unajiuliza, kama wanavyojiuliza wengi, kati ya Israel na Iran, nani ana nguvu zaidi kijeshi?
Huyu hapa Egan Sala na jibu. Tangu tarehe 13 mwezi Juni mwaka huu 2025, Israel ilishambulia kwa mabomu maeneo ya nyuklia na kambi za kijeshi nchini Iran. Milipuko mikubwa zaidi ilisikika mjini Tehran. Iran nayo haikukaa kinyonge. Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel kwa kurusha makombora ya masafa marefu kwenye miji mikuu ya Israel na kusababisha vifo, uharibifu mkubwa na hofu ya vita vya wazi. Israel imetangaza udhibiti wa anga wa Iran, huku Tehran nayo ikiahidi kutumia makombora hatari zaidi. Je, ni nani ana nguvu zaidi za kijeshi kati ya mataifa haya mawili? Iran ina karibu wanajeshi 960,000 wakiwemo wale wa akiba, huku Israel ina jumla ya wanajeshi 634,500, lakini wengi wao wakiwa ni wale wa akiba. Israel inamiliki ndege vita 340 za kisasa kama F-35, F-15 na F-16 zenye uwezo wa kupenya mifumo ya rada bila kugundulika na kwa kasi ya juu hadi kilomita 3,000 kwa saa. Ndege hizi zinatoka kwa mfadhili wake mkuu ambaye ni Marekani. Iran kwa upande mwingine ina ndege vita 320 za Kirusi, nyingi zikiwa ni za zamani na zenye changamoto ya matengenezo kutokana na vikwazo vya kimataifa. Israel iko zaidi ya kilomita 2,100 kutoka Iran. Kwa sababu za vikwazo vya kiuchumi, Iran haina uwezo mkubwa angani, na hivyo makombora yake ndiyo njia kuu ambayo ingeweza kujibu nayo mashambulizi. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi ambaye yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, Israel imesema kiongozi wa Iran Khamenei hawezi kuendelea kuishi baada ya shambulizi la hospitali. Kauli hii ina maana gani haswa? Ni kauli ambayo unaweza kusema ni kauli ya kupaniki. Ni kauli ambayo inaweza kutolewa na kiongozi ambaye anakuwa nje ya mood ile. Lakini bila shaka Netanyahu kila akifikiria wapi alikosea, nadhani kumfuta kazi waziri wa ulinzi Yoav Gallant lilikuwa ni kosa kubwa kwa Netanyahu, na kumleta waziri Israel Katz kwenye hii nafasi ya waziri wa ulinzi, kumtoa kwenye wizara ya mambo ya nje, kwa sababu hii nafasi awali alipewa Gideon Sari ambaye sasa hivi ni waziri wa mambo ya nje. Aliikataa, akasema hii nafasi anatakiwa apewe mtu ambaye sio mwanasiasa. Sasa ukimsikiliza Israel Katz anahudumu kama anavyohudumu Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa, lakini kama anavyohudumu waziri wa fedha Bezalel Smotrich, hawa ni wanasiasa. Sasa nadhani hawa wanaomshauri Netanyahu ndio waliokuwa wanamshauri hivi, hawa kina Israel Katz. Sasa Israel Katz ni kama anakwepa jukumu lake kwa Waisraeli, kwa sababu anapashwa awajibu wa Israeli kuwa nafasi yake ya waziri wa ulinzi ameitumia vipi, kwa sababu aliwaaminisha Waisraeli kuwa wako salama, lakini hivi sasa mashambulizi ya Irani yanawafikia kila yanaporushwa. Sasa hili ndio lilikuwa kubwa zaidi kuliko kufikiria hilo wanaofikiria la kutaka kujificha kuwa lazima kiongozi wa Irani auawe. Alitakiwa awajibu kwanza wa Israeli, kwa nini kashindwa kuwalinda. Rabi, kwa mtizamo wako, Marekani itaivamia Iran? Yote yanawezekana, kwa sababu hata mpango ulikuwa ni kati ya Marekani na Israeli, ni mpango ambao uliandaliwa, lakini kumekuwa na mvutano ndani ya Marekani, hasa viongozi waliopo madarakani, lakini wanasiasa, watu maarufu walio nje ya uongozi wamekuwa wakishinikiza, na kampeni maalum ambayo inafanywa na raia wa Marekani kutaka kuiepusha nchi yao kujiingiza kwenye mzozo huu. Lakini ndani ya Israeli unaona kuwa kama tumaini pekee limebaki kwa Israeli ni kuwa Marekani kujiunga. Umemsikia Netanyahu akiwa na matumaini kuwa huenda Marekani ikajiunga nao. Kwa hiyo Trump amekuwa ni kama vile anaingia na kutoka kwenye ziara yake. Alivyotoka kule Canada alionyesha kama ana dalili ya kuingia, lakini baadaye akaonekana amerudi nyuma. Mara tunaambiwa amesha kubali, lakini bado hajaidhinisha. Kwa hiyo imekuwa Trump anaishi vile vile kwenye zile kauli ambazo hazieleweki kama ataingia au haingii, lakini kuingia kwake huenda kweli kukailipua Mashariki ya Kati, ikalipuka vibaya sana. Naam, sasa ni mara chache sana kuona mabomu yakifanikiwa kupenya anga ya Israel kutokana na teknolojia yake ya Iron Dome. Mara hii makombora ya Iran yameharibu maeneo kadhaa nchini Israel. Hii inasema nini kuhusu nguvu ya silaha za Iran?
Kwanza, Iron Dome ndio mfumo mdogo zaidi wa Israeli wa ulinzi ukilinganisha na mifumo mingine, kwa sababu Iron Dome ni mfumo ambao unalinda roketi tu ambazo za masafa mafupi, lakini Israeli ana mfumo wa kwake ambao ni David Sling, ana mfumo wa Arrow 1, 2 and 3, ana mfumo wa Marekani wa THAAD, ana mfumo wa Patriot wa Marekani, lakini inatajwa kama mifumo ya Ufaransa iliyopo Jordan, inatajwa kuwa ulinzi wa Uingereza unaotokea Cyprus, lakini meli za Marekani pia zimekuwepo. Taarifa iliyotolewa jioni na Israel inadai kuwa Irani, kombora alizorusha leo ni kombora ambazo anazifanya kwa mara ya kwanza, ambazo zina uwezo wa kukaribia kilomita 7 katika tukio, zinasambaa, zinakuja nyingi ambazo zinaweza kulenga shabaha zote, yani zinatoka na vipande 20 ambavyo zote zina uwezo wa kulenga shabaha. Kwa hiyo hili ni kombora jipya ambalo Israeli wanasema kuwa lilivuruga mifumo yao ya ulinzi. Kwa hiyo ni kama Irani alimjua adui yake kabla, akajipanga kuwa nitakuja kugombana na adui wa aina gani, ndio maana anawasumbua. Shukran sana Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo na Ibrahim Rabi ndiyo yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu.